Karibu mpenzi mtazamaji wa Daily News Digital. Na leo tupo na wasanii kutoka Arusha na hawa si wengine ni Jambo Squad. Baada ya miaka 25 katika muziki wao, leo tena wameamua kurudi upya katika tasnia hii ya muziki. Leo picha linaanza kwanza mimi ndo jetili. Kwanza mimi ndo jetili. Geto nakupa zile za Bruce Lee. Zile za Bruce Lee, za Brandon Lee, Shanlon Lee. Lakini pia tutakwenda kufahamu ni vitu gani ambavyo wameviandaa katika muziki wao baada ya kukaa kwa muda mrefu, lakini pia wamesema wana project yao mpya. Pia tutakwenda kusikiliza hiyo project yao inahusu nini. Utakuwa nami Doto Lameki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibuni sana. Asante sana. Mimi naitwa Odi Jambo aka Jogo Kichaa. Mimi naitwa Bams Mvuku kutoka Jambo Squad, watoto wa bibi machariwa ara. Sedere bidenge sedi. Kwa nini Jambo Squad? Jambo Squad kwa sababu si ni mkusanyiko wenye kitu. Jambo Squad ni watu ambao wamekusanyika kufanya jambo. Kwa nini mlipotea kwa muda mrefu? Katika harakati za kujipanga, na pia Jambo Squad huwa tunaacha gap sana ndio tuachie ngoma nyingine, lakini kwa kipindi hichi gap lilikuwa kweli ni kubwa. Kuna mambo tulikuwa tunajaribu kuweka sawa ya uboreshaji, kwa hiyo watu wategemee vitu vikubwa tu kwa Jambo Squad, na ndio maana tupo hapa sasa hivi. Kuna vitu tumeboresha na tutakuwa ni back to back. Okay, ni vitu gani hasa ambavyo mmeandalia mashabiki zenu, na pia ni ahadi gani mnazitoa kwamba mtaendelea kubaki kwenye game na hamtoacha kama mlivyoacha kwa muda mrefu kiasi hicho? Vitu ni vingi. Kwanza wajua Jambo Squad ni crew ambayo imefanya muziki kwa miaka mingi bila kolabo nyingi sana. Kwa kipindi kama hichi Jambo Squad tumekuja na ujio mpya, na pia tuna kolabo nyingi na wasanii wakubwa tu. Kwa hiyo watu wategemee ladha tofauti kutoka kwa Jambo Squad na wasanii ambao wanajulikana sana. Miongoni mwa mambo ambayo mnayo kwa mwaka huu ni pamoja na kufanya kolabo na wasanii wengine. Mnaweza kutuambia au kuambia mashabiki zenu ni wasanii gani ambao mmefanya nao kolabo au mna mpango wa kufanya nao kolabo? Kwa sasa hivi nilikuwa naomba nisiwataje kwa sababu ya nani, yani kitu kiendelee kusubirika. Tunaomba hiyo surprise, lakini watu wategemee tu ujio mkubwa wa Jambo Squad na wasanii tofauti hapa Dar. Zamani tulikuwa tunafanya sana Arusha, lakini sasa hivi tumekuja Dar, tunafanya na producer wakubwa tu hapa. Tushafanya kazi na watu kama wakina Effecta, tumefanya kazi na watu wakina Kona Beat na maproducer wengine wakubwa. Kwa hiyo tumechanganya ladha kidogo. Tumekuja na akili zetu, tumekutana na midundo bongo. Kwa hiyo wategemee vitu tofauti sana. Wakati tunapiga story kabla ya kuingia studio, ulisema kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao hamwezi kufanya nao collab. Ni wakina nani na ni kwa nini hamwezi kufanya nao? Hatuwezi wataja majina, ila tutaeleza muziki ambao wanafanya na sisi hapa ni tofauti. Kama sasa hivi Jambo Squad tunajulikana muziki yetu kuna beat zetu ambazo tunazifanya. Sisi hatuwezi fanya labda na mtu wa R&B anaimba R&B, japokuwa R&B ni nzuri, sio kama ni mbaya, ni nzuri, lakini sasa na muziki wetu haiendani. Au sisi hapa tuje tufanye na watu wa singeli, umeona, collab. Kwa unakuta sisi muziki yetu na hiyo haiendani. Tukisema tuingie kwenye hiyo muziki huko, tutakuwa tumefanya kitu kingine, kitu ambacho tunataka tukajaribu, lakini kwa sasa hivi bado. Angalia hata way back kipindi ambacho kimepita, muziki wa Arusha ulikuwa ni hip hop tu kama nilivyokuambia. Lakini hizi dance hizi zilikuwa mna sana. Walikuwa ni wa Kenya ndio wanafanya sana zile. Lakini sisi Jambo Squad ni watu ambao tulikuja na njia yetu na style yetu tofauti ya beat, kuanzia beat hadi flow zetu. Na pia huu ni mfano hai nakupa, kuna wasanii kipindi tumeachia ngoma yetu ya Mamongo, walikuwa wanataka wafanye remix ya Mamongo. Tukawatumia ile beat, walishindwa kuimba na ile beat. Kutokana flow zao na flow zetu tunavoziswitch zilikuwa tofauti. Kwa hiyo ilibidi wabadilishiwe beat ndio waweze kufanyaje kuimba. Kwa hiyo yani Bamu alichokizungumzia sio kwamba tuwezi kuimba na singeli, tunaweza kuimba singeli, lakini tunaweza tukaifanya katika mfumo wa Kijambo Squad, Kijambo rap.
Kuna ngoma inaitwa Jogo Kichao, ukifuatilia ile ngoma biti zake ni kama singeli tu yani. Kwa hiyo kuna msanii mwingine unaweza kumweka kwenye biti ya Jambo Squad akashindwa kuimba. Sasa twende tukafahamu kwamba hiyo project yao inahusu nini na kwa nini wamekuja nayo kipindi hiki. Tuambieni project yenu inahusu nini hasa? Tai Chi. Kwa nini Tai Chi? Tai Chi sisi tuwazingatiaga nani kwanza, kichwa cha habari. Ngoma zetu ukiangalia Tukunyema, ukiangalia Mamong'o, lazima ujue Mamong'o kwa nini usikize ngoma. Kwa hiyo na Tai Chi utajua kwa nini Jambo Squad Tai Chi. Mtu anaweza kujua ni mawashi manini, lakini Tai Chi ni nyimbo yetu ya mapenzi. Kwa hiyo unapoisikiliza ndio utaelewa nini tumetuongelea huko ndani, kwa sababu ni audio lakini pia ina video. Tai Chi sio neno geni, tumewasikia baadhi ya wasanii wamelitumia katika nyimbo zao. Ninyi Tai Chi yenu inahusu nini ama maana yake nini? Tai Chi inatumika na wasanii wengi kweli, lakini sasa Tai Chi ya Jambo Squad ni tofauti kidogo, kwa sababu anaweza kaichukua kwenye kamstari labda kaeka, lakini sisi Jambo Squad ngoma nzima ndio inaitwa Tai Chi. Kichwa cha habari kikubwa kabisa Tai Chi. Kwa hiyo Tai Chi Jambo Squad ni nyimbo, sio mstari, yani kwamba msanii mwingine ana bite anasema labda si ni Tai Chi, lakini si ni nyimbo. Kwa hiyo unabidi uisikilize kwa umakini uelewe tunapozungumzia Tai Chi tunazungumzia nini. Bado tuko na Jambo Squad Studio, kama mlivyosikia wana project yao mpya ambayo inaitwa Tai Chi. Tai Chi ni nini? Wamesema ni ngoma fulani hivi inahusu mapenzi. Basi nawapa nafasi waweze kutupa kionjo kidogo ili tupate kusikia Tai Chi imeingiaje kwenye ngoma mapenzi. Hebu tupeni kionjo Tai Chi. Kama kuja geto nikafunze Tai Chi. Tai Chi, kama kuja geto nikafunze Tai Chi. Tai Chi. Huha huha. Tai Chi. Huha huha. Tai Chi. Okay, kama mlivyosikia ni ngoma fulani mimi inaonekana itakuwa nzuri sana. Watakwenda kutueleza wimbo huo unapatikana katika platform gani na kwa nini nyimbo zao nyingi za zamani zilikuwa zinapatikana katika platform ambazo hazikuwa rasmi na za kwao. Nyimbo ya Tai Chi inapatikana kwenye all digital platform zote. Au andika Jambo Squad Tai Chi inakuletea hapo, na katika YouTube channel yetu ya Jambo Squad utaona video pale ipo. Na kuhusu kwa nini zamani nyimbo zetu zilikuwa zinapatikana kwenye platform ambazo sio rasmi. Unajua zamani kwa sisi kwa bado hatujaikia sana kwenye mambo ya digital platform. Kwa hiyo nyimbo nyingi zilikuwa ziko kila mtu anajiwekea. Lakini kwa sasa hivi tumefuatilia sheria yote, tumeblock hivyo vitu. Kwa hiyo wapenzi wa Jambo Squad tunawakumbusha mlike, msubscribe channel yetu ni Jambo Squad. Kuna Odi Jambo, kuna Bam Msumbufu, kuna Chali mtoto wa bibi. Unakuwa uko karibu na sisi, hata tukiachia kitu unakuwa ni wa kwanza kukiona. Nimewahi kupiga story na baadhi ya wasanii wa zamani ama wasanii wa kongwe, na walidai kwamba wanatamani kufanya kolabo na wasanii wa sasa hivi. Kama tunavyojua tasnia ya muziki sasa hivi imeshikiliwa na hawa wasanii wa kizazi kipya, lakini changamoto ambazo wamekuwa wakikumbana nazo ni kwamba wasanii hawa wa sasa hivi wanagoma ama wanakataa kufanya nao kolabo kwa sababu wanahisi kwamba hakuna chochote watakachokipata kutoka kwao. Ninyi kama Jambo Squad mnazungumzia nini kuhusiana na hili? Hapo hakuna ukweli wowote, yaani kwamba eti msanii wa new generation au madogo waogope kufanya na mkongwe mziki kwa kuhofia kwamba mabrother hawana kitu. Mabrother hivi, fikiria bro, kuna kitu watu hawajakifikiria. Mfano Mr Blue anafanya kolabo na msanii kama Afande Sel. Wewe unafikiri nini kinatokea pale? Mabrother bado wana madini. Mtu ukimchukua mtu kama Juma Nature sauti yake ni dhahabu. Ukimchukua Duli ni chorus killer. Unataka kuniambia hao mabrother hawana kitu? Hamna. Sema ojingo yangu. Mimi hii swali nimeelewa. Umeona? Na unajua sasa hivi vijana wengi sasa hivi wanafanya kitu kwa hiki kitu kinanipa nini? Umeona? Unaweza kaa kweli wewe una mistari mizuri, una uwezo kumfanya kitu kizuri, lakini mtu anachukulia sasa hivi muziki umebadilika kwamba mimi nataka collab na Jambo Squad au nataka collab na mtu fulani, huyu ataniongezea nini? Kwa mfano labda hata sisi tunaangalia labda tutataka kufanya kazi na nani, hatuwezi kuchagua mtu wa zamani
Lazima tutachagua mtu ambaye yupo kwenye piki, yupo kwenye soko. Sio kama wanaogopa, wale ni wasanii wazuri na wana watu wao, ila sasa hivi watu wanaangalia mbali zaidi. Kwamba nataka nifanye na mtu ambaye mimi hapa na 10k na yeye akipata 10k yake, tukiunganisha inakuwa ni kitu fulani tumefanya kikubwa. Lakini pia angalia madogo pia wanabidi waangalie kitu. Unajua mabraza pia wana mchango mkubwa kwenye hili game. Wameshaichonga barabara, unaona, na ndio njia moja ambayo na wenyewe wanapita hiyo. Kwa hiyo mimi nafikiri kuwakazia mabro sio kitu poa sana. Huo unaitwa ubinafsi. Tukiangalia si wote ni wa Tanzania na huu muziki wote tunaipambania game ya Tanzania iende katika level za kimataifa. Unaona? Kwa hiyo ni vyema pia hata ushirikiano, kushikana, kusapotiana kama ndugu, tusapoti muziki wetu huo mkubwa wa Tanzania. Tutengeneze kitu fulani, combination fulani hivi na mabrother. Tusichukuliane poa, pia hata na wenyewe wana vitu. Tunaona wasanii wengi wadogo wanabadilisha nyimbo za wasanii wa Kongo wa zamani, wanaweka vionjo kwenye nyimbo zao. Umeona? Afu huwezi kuja kuniambia eti msanii mkongwe ana kitu, wakati wewe unachukua kitu chake unakiweka kwenye nyimbo yako ili nyimbo yako ifike mbali. Cha msingi hapo ni namba tu, tunagombaniana. Umeona? Kwa hiyo tuwe tuna peace, tufunguliane moyo. Yeah. Kama tulivyosikia, Jambo Squad wametueleza mambo mengi sana kuhusiana na wao binafsi pamoja na muziki wao. Sasa basi, kabla ya kumalizia, labda mna kitu chochote cha kuongezea? Cha kuongezea hapo ni kwamba Jambo Squad sasa hivi tupo na tumesogea kidogo hapa Dar es Salaam kwa ajili ya movement zetu za muziki. Kwa watu wategemee mambo makubwa sana ya Jambo Squad, mabadiliko pia muziki wetu tumeuboresha. Na kingine tuna ngoma yetu hiyo inaitwa Tai Chi, waisapoti. Na Tai Chi tayari na video, ingia tu YouTube andika Jambo Squad Tai Chi, pia iko kwenye digital platforms za muziki zote. Wasati tu Jambo Squad pale Tai Chi wataipata, na nyimbo zetu nyingine ambazo hawajawahi kuzisikia katika albamu zetu kama ya Mamungo. Yama. Kwa mashabiki wa Jambo Squad, mimi watufuatilie tu katika mitandao yetu ya kijamii yote, watufollow pale, like, comment zenu ni muhimu sana. Sababu sasa hivi ni back to back, kazi zinakuja nyingi. Ni matumaini yangu kuna kitu umepata kupitia story ambazo nilikuwa napiga na wasanii wetu wa leo hapa Daily News Digital. Wametueleza mambo mengi sana, kama walivyosema kwamba mpaka sasa hivi bado hawajawa na management. Hivyo basi sisi kama mashabiki wao twende tukaangalie muziki wao kupitia digital platform zote ambazo muziki wao unapatikana kwa ajili ya kuwasapoti. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, Dr. Lamek, lakini nyuma ya kamera yuko Festo Polea. Bye bye.